Na Jabiri, shabiki kinakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Jabiri uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa, niko sawia, niko katika tawi bora la Karume la Unstoppable ambalo kwa sasa hivi limekuja na kasi mpya na hali mpya. Ile hatuzuiliki, hatushikiki ndio inaanza kuanzia tarehe hii ya leo. Nadhani hata nyinyi wenye media leo mmekuja, nadhani mmekutana na watu ambao wana kasi mpya ambao utaona mabadiliko makubwa katika tawi hili zaidi ya kwenda kuliendesha na liwe juu zaidi ya matawi mengine yote Tanzania ya Simba. Jabiri kutokea Unstoppable ambapo ni tawi ambalo ametokea JB 64, mwanachama mwenzenu wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia mwanachama mwenzenu wa tawi hili. Siku hizi mbili za nyuma kuna mambo yalitokea na hatimaye waliweza kuja kuomba msamaha hadharani kutokana na kile ambacho waliweza kukifanya. Kama washabiki mwenzie na mwanachama mwenzie wa tawi la Unstoppable, unalizungumziaje tukio hili? Maana yake hivi sasa wamekuwa kirushiana maneno kati ya JB 64 pamoja na KMZ Wanda. Hiyo sasa hiyo inakuwa katika upande wa mtu mwenyewe. Kwa sababu unajua katika mpira wa miguu una mambo mawili. Kuna wewe mwenyewe kujiangalia jinsi ulivyo na kuangalia na watu ambao uko nao katika movement ile. Sasa ukiangalia kipindi hiki ambacho tulikuwa naye, tulikuwa Karume Unstoppable hajakaa sawa pamoja. Nadhani tungekuwa kwa vizuri toka mara ya kwanza asingefikia hii hatua. Sasa tusingemwachia. Lakini kuna kipindi hivi tulimwachia kidogo akazagaa. Kwa hiyo akakutana na hao kina Dr. Mo, akakutana na hao watu wengine ambao wakampoteza. Kwa hiyo akafikia hatua mpaka akafanya aliyofanya. Lakini tungeendelea kumshikilia kipindi kile. Tuko pamoja, Karume Unstoppable imesimama. Tusingevurugika. Nadhani ya maneno asingeongea. Kwa hiyo ni mwachie mwenyewe na alipochagua yeye apapeleke, japo kuwa sio pazuri, lakini siwezi kusema kwamba nimkataze kwa sababu ni mtu mzima, wala simkataze. Ninachoweza kumwambia tu kwamba alichokifanya na kundi lake alikuwa nalo sio vitu vizuri. Sababu tunawashukuru Mwenyezi Mungu, sisi wengine tunaongea tuko naye. Hata sasa hivi hapa anaweza katokea hapa. Tukaendelea kuzungumza kwa sababu huu ni ushauri ambao tunampa na tunamwambia. Mimi nikuhakikishia tu ndugu mwandishi wa habari, hiki kakifanya JB baada ya Karume Unstoppable ilikuwa hatujakaa sawa. Palikuwa hamna watu muhimu kama wakina Ochebe, kulikuwa hamna watu muhimu kama wakina Ambula, kulikuwa hamna mtu muhimu kama wakina Fikiri, ambaye ni mwenyekiti, tulikuwa tujakaa sawa. Kwa hiyo nadhani tungekaa sawa, wale kitu asingeifanya, lakini alichokifanya sio kitu kizuri na kwa umri wake kwenda kuombaomba samahani. Sidhani kama kuna haja. Hawa ambao anaomba msamahani na kumsamehe, wamshikishe tu adabu, nyanja za sheria zifuatwe, basi kidogo angalau iwe sawa. Kwa sababu hata sasa hivi kwenye majumba za ibada, mfano kanisa, kuna wengine wanaulizana yule mchungaji katika ya wapi. Sasa ninapata shida mimi mwenyekiti wa kudumu, nauliza yule mchungaji wa kanisa gani? Maana dini ya Kristo sasa ishakuwa dini ya vipi? Ya biashara. Mtu anajiita mchungaji, kumbe anapiganiana kwenye mpira na mpira ni shetani mbaya. Sasa huyo mtu wapi? Sasa wengine anaulizana, huko katika Karume ambao kuna mwenyekiti wa kudumu anaitwa Jabiri. Kwa mkimkuta huyo mkimuuliza, anaweza akamjua vizuri mchungaji. Sasa niwaambie, huyu bwana sio mchungaji, ni msanii tu ambaye ameamua kuingia katika masuala ya mpira. Nimempokea mwenyewe na ni ndugu yangu, ni mdogo wangu. Umeelewa nini sasa mchungaji? Naweza kumwambia kwamba ashapotea, sio nimwambie nini, ashapotea kwa sababu hatua aliyofikia ni hatua ambayo sasa huwezi kumshauri mtu. Ukimshauri utaonekana na wewe pia ulikuwemo. Kwa hiyo mimi cha kusema ashapotea, tusubiri tu kudra za Mwenyezi Mungu. Viongozi wa Simba kupitia mwenyekiti wa bodi Magoli, kupitia Modeuji, kupitia mwenyekiti wetu Mtaza Mangungu, waweke busara zao tu basi, watulie na sio washabiki tutulie. Lakini hichi ninachokuambia, watu hao watatu, JB, Dr. Mo na mchungaji, inawezekana siku tukukutana nao tunaweza tukawakalisha chini wakatueleza uwanjani, lakini sababu sio washabiki wa kawaida, ni washabiki ambao ni hatari. Kwa hiyo kitu ndio naweza kuzungumza kwa upande huo, ndugu mtangazaji. Lakini Simba yetu iko salama salimini. Na sasa hivi tumesajili wachezaji wakubwa sana ndani ya Simba Sports Club. Hatudanganyiki, hatushiki. Jabili, Simba hivi sasa kimataifa kule tayari mshaumaliza mwendo. Mmerejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tarehe 1 mwezi wa 3 mna mchezo mkubwa, mchezo wa dabi, mchezo wa kimaamuzi. Namna ambavyo ukitazama kikosi cha Simba kwa hivi sasa kinavyofanya kazi, unaiona Simba ikirejea katika ubora wake? Kusema kweli, kuiona Simba ikirejea kwenye ubora wake kwenye ligi, Simba haijapoteza ubora. Kimataifa na tumepoteza ubora kwa sababu lazima tubague na tueleweshe watu vizuri. Simba imepoteza ubora kimataifa.
lakini kwenye ligi Simba haijapoteza ubora wake. Uko vizuri na uko vile vile. Na Mungu akijalia siku ya Jumatano tutakuwa na mechi kwa mujibu wa viongozi walivyotangaza. Nina imani kabisa tutaleta mvua ya magoli katika timu ambazo tutakutana nazo. Kuanzia wakina KMC, sio nani, tutawafunga sana. Na vile vile hata uboreshaji wa dirisha dogo tumeitumia vizuri kuliko hata Yanga. Sisi Simba tumenufaika sababu ukiangalia wachezaji wetu wote ambao tumewasajili dirisha dogo ni wachezaji ambao sasa wana nia ya kuitumikia klabu ya Simba. Kwa hivi vitu vinaenda kutoa salamu kwa baadhi ya timu nyingine ambazo zimesajili kimchwala. Simba Sports huyo kakaa vizuri na tayari ashakamilisha. Kama tutakuwa wanachama wote hao wenzetu watatu waliojiengua hao watakuwa watarudi na wataendelea kupiga magoti, mimi nadhani Simba itatisha, itakuwa vizuri sana. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusu ligi ya Tanzania na wala usiwe na shaka. Simba nguvu moja ikirudi pale pale, na kama endapo tutakamilisha ratiba ya kurudisha Simba yetu, basi tutatisha katika ligi ya Tanzania bara, na mwaka huu kombe la ligi kuu tunachukua bila shida yoyote. Sababu shida ilikuwa sio kiongozi, shida ilikuwa sio mtu gani, shida alikuwa ni kocha aliyodondoka. Sababu kocha aliondoka ndio kasajili wachezaji, afu akatuacha na wachezaji ambao wasajili yeye. Ukiangalia kocha yule Ateba amemleta yeye. Umeona? Sasa baadaye anawaacha. Mnategemea mtakaa sawa? Ni ngumu sana, lakini kwa watu ambao wana discipline ya mpira miguu, basi mimi na imani kocha wa Simba aliondoka Fado ndio ametuingiza choo cha kike mpaka hapa tulipofikia. Lakini kwa sababu tajiri bilionea Mo Dewji, unajua watu wanashindwa kuelewa. Mo Dewji ni tajiri kijana Afrika. Ni tajiri namba 1 Afrika. Ni tajiri namba 18 kwa Afrika. Lakini tajiri huyo wanampiga vitu, wanasema atoi hela. Kwa sababu si uelewa. Wanampiga vita, si hawajielewa. Ukielewa atatulia. Hivi muelewa kama mimi Jabiri kwani nikampiga vita Mo Dewji? Inakuwa ni laana. Kwa sababu ninajua duniani hapa Mwenyezi Mungu asema muheshimu baba na mama. Zaidi ya hapo uheshimu na aliokuwa nazo na viongozi wenu mliowachagua wenyewe. Hasa mimi binafsi nimempigia kula Mo Dewji. Mimi binafsi nimempigia kula Magungu. Kwa nini niende nikamwambia fight? Itakuwa ni laana inanipata. Kwa hiyo siko hivyo. Lakini kusema ukweli viongozi wako vizuri wote pamoja. Tuongozwa na kiongozi mkuu Mo Dewji tajiri, tukija kwa Muntaza Mangungu, tukija kwa semaji la Kafa Ahmed Ally. Wote wako sawa tu. Ilikuwa ni wachezaji wenyewe tu ndio walikuwa wanatupeleka pale ambapo sisi hatujafanyaje, hatujapahitaji. Na ukiangalia aina jinsi tulivyo tunamleta mtu kama Joshua Mutale, tukampa jina kubwa. Sasa ni watu ambao wamekuwa wamefanyaje? Wameshuka. Kwa hiyo na kuomba ndugu mtangazaji, kuanzia sasa kwa kauli hii ya Jabiri mwenyekiti wa kudumu wa Karume, niko katika tawi la Karume Unstoppable hili na kuhakikishia Simba itakuwa ni hatari kutokana na dirisha dogo lilivyofanyika. Na kuanzia sasa naanza kuingia barabarani kwa ajili ya kuenda na Simba ilipo na mimi nipo. Hiyo na kuhakikishia. Achana na watu watatu. Sisi tunaenda kuifanya Simba iwe kule. Jabiri unarejea katika hamasa kwa 100%. Lakini tulikuwa tunarejea watu wenye akili timamu. Umeelewa? Ndio tunarejea pale. Sio watu ambao wamekiuka. Sisi tunasimama. Na mimi nakuhakikishia tutawanyoosha hawa watu. Na kuhakikishia hiyo nenda nayo. Jabiri, Young Africans unawazungumziaje kimataifa? Kule mchezo wao wa mwisho dhidi ya FAR Rabat wamefungwa watani. Wanarejea nyumbani mchezo wa mwisho siku ya Jumapili kule visiwani Zanzibar. Wanakuambia hesabu zitatiki. Kusema ukweli kimpira Yanga hayumo. Umeelewa kwenye mashindano. Na ni aibu sana kama Yanga atakuwa hayumo kuingia robo finali kwenye mashindano haya, kwa sababu katika timu ambayo imepangwa na kundi bovu, kundi ambalo watu wamechoka, ni Yanga Afrika. Simba alikuwa katika kundi gumu, Yanga alikuwa katika kundi bovu sana. Sasa kama Yanga atafikia hatua hataenda robo finali, basi kila mtu atamshangaa Engineer Alice, hii timu kaifanyaje? Sababu pale Yanga kuna watu wawili, kuna Engineer Alice, kuna Ali Kamwe. Hawa watu ni watu ambao si watu wa mpira na si watu ambao wanafuatilia mpira. Ukimwangalia kama Ali Kamwe kakaa jela. Katika semaji ya Tanzania kakaa jela ni Ali Kamwe. Sasa huko jela amefanya hatujui. Kwa hiyo ukimwangalia Engineer Alice bado ni mtu ambaye anakiuka taratibu za mpira wa miguu. Anaenda katika ubinafsi wa kusajili wachezaji ambao wamefanyaje? Wamepooza. Kwa sababu ukiangalia kama huyo wanamuita huyo nani aliyomtoa Uganda huko. Okelo juzi anatetemeka mtoto wa watu. Kama Kabemenda. Hivi mwangalie vizuri Okelo anatetemeka hivi. Tukasema Engineer Alice utaua. Unaenda kuchukua watoto wadogo, unakuja kuwaleta katika nchi kama hizi ambazo zina baridi. Utamuua mtoto wa watu Engineer. Okelo anatia aibu. Yaani mpaka sasa hivi watu wenyewe wa Yanga wanalalamika, anasema kwa nini kocha amchezeshe yule Okelo? Sababu bado ni mtoto, bado hajafikia hatua kwenda katika nchi ambazo zimeendelea, nchi ambazo zina mataifa makubwa, na hata aina alivyocheza ana vitu viwili tu ameonyesha. Kulegeza mdomo
na kulubaa hivi. Okay huyo. Eti Star Boy. Jamani mpira wa Tanzania huu sasa ni hatari sana. Kwa hiyo ndugu yangu mimi niseme kitu moja. Wana Yanga wajue tu kwamba hawamo, lakini kwa sababu hawamo, kwa sababu ya jeuri yao. Hii hatua ambao Simba amefikia wao ni kwa sababu ya Yanga, kwa sababu tumeenda 4. Si Simba kachemka, kakamata guni. Wewe Yanga sasa na Azam na mwingine fanyeni. Simameni, lakini wote ndio wanaenda kufanyaje? Wanaenda kulegea. Yanga atatolewa katika matokeo ya kikatili. Na Yanga haingii robo kwa sababu ya jeuri aliyokuwa nayo kutangaza mimi na kiongozi ambaye yuko kimataifa na kiongozi kafu. Kwa mimi niwaone huruma tu Yanga hata kufikia rekodi ya kwetu sisi hawatafikia hata siku moja. Shukrani sana Jabir. Asante sana, gusa unase, Simba nguvu moja.